Nikukaribishe tena kwenye MK Story TV, na kama unapenda masimulizi ya siri, mapenzi, drama, hata kutisha pia, usisahau kusubscribe na kuwasha alama ya kengele ili usiwe unapitwa na zile sehemu muhimu ambazo nakuwa tunaziachia kwenye channel hii. Basi ndugu msikilizaji, napenda kukaribisha tena kwenye simulizi yetu pendwa ya binti wa tajiri aliyempenda maskini. Basi bila kupoteza muda tunaenda kuanza papa tulipoishia kwenye sehemu ya pili. Baada ya Amina kumtumia Juma ujumbe wa siri akimweleza kuwa baba yake amegundua kila kitu, Juma alihisi dunia yake ikitikisika. Hakutaka kumpoteza Amina. Alijua mapenzi yao yalikuwa yanaingia kwenye mtihani mkubwa. Usiku huo wa kulala, aliendelea kusoma ujumbe wa Amina mara kwa mara. Ulikuwa unasema, baba amejua kila kitu, anataka kutenganisha. Maneno hayo yalimuumiza sana mshikaji. Jamaa akasema, why? Always me. Kwa baba bwana, jamaa akajua bwana kuna vitu vinaumiza mshikaji kwa sababu ana pesa nini, anaonekana kama nini, hamfai mtoto wa tajiri. Basi ndio yalivyo jamani, maisha. Tuendelee. Maneno hayo yalimuumiza sana, lakini moyoni aliahidi kutokata tamaa. Asubuhi iliyofuata, Juma aliamua kwenda karibu na nyumbani kwa kina Amina. Hakutaka kuingia ndani. Alitaka tu kuhakikisha kuwa Amina yuko salama. Alisimama mbali kidogo, ndipo alipomuona Amina dirishani. Macho yao yakakutana. Amina akatabasamu kwa huzuni, lakini kabla hajafanya chochote, mlinzi alimuona Juma. Haraka akamkaribia na kumwambia, ondoka hapa mara moja. Ondoka maskini wewe, ondoka fukara wewe. Ngoja bwana, kuna maneno fulani hata ukiambiwa unafikiria mlinzi mwenyewe ndio wale kapata tu kibarua kukaa getini, lakini anakufukuza kama mbwa hivi. Basi mshikaji wetu Juma akaondoka zake bila ubishi. Bila kusahau, ndugu msikilizaji, mshikaji ni mpole sana. Hakutaka kusababisha matatizo zaidi, lakini hakujua kuwa Kevin alikuwa akimtazama kutoka ndani ya gari lake. Kevin akatabasamu, akasema mpango wake ulikuwa unaanza kufanya kazi. Basi jioni hiyo Kevin alikutana na mzee Salum. Mzee huyo mzee huyo kijana hawezi kuacha kumfuatilia Amina. Mzee Salumu akakasirika, akasema, anataka nini kutoka kwa binti yangu? Kevin akajibu kwa sauti ya chini, pengine anataka pesa zake. Maneno hayo yakamfanya mzee Salumu azidi kumchukia Juma. Wakati huo huo, Amina alikuwa chumbani kwake akilia. Mama yake Bi Rehema aliingia. Mbona ulali mwanangu? Akamuuliza Amina. Amina akamkumbatia mama yake akamwambia, mama, nampenda Juma. Basi Bi Rehema akamwangalia kwa upole akamuuliza, je, naye anakupenda? Basi hapa bila kupoteza muda Amina akasema, ndio mama, yani ananipenda kweli. Basi Bi Rehema akavuta pumzi ndefu.
alijua mume wake hangeweza kukubali jambo hilo kirahisi, lakini hakutaka kumuona binti yake akiteseka. Akamwambia, usikate tamaa, upendo wa kweli hupitia majaribu. Basi Amina pale akatabasamu kidogo. Basi siku iliyofuata Kevin aliamua kutekeleza mpango wake. Aliwaajiri vijana wawili wamfuatilie Juma. Walipomkuta walimwambia, Amina anataka kuonana na wewe leo jioni bustanini. Basi mshikaji wetu Juma, kwa sababu hajui chochote, akafurahi. Hakushuku chochote. Aliamini kweli Amina ametuma ujumbe huo. Basi jioni ilipofika, Juma alienda zake bustanini. Aliangalia kila upande, lakini Amina hakuonekana. Ghafla vijana wale waliinuka kutoka sehemu walipojificha, wakamzunguka. Basi ndugu msikilizaji, wakati tunaendelea, nikukumbushe tu usisahau kusubscribe, kulike, kushare kwa marafiki, pia hata kucomment tu kama umependa sauti au umevutiwa na hata mwandishi wetu. Basi bila kupoteza muda tuendelee tena, tupate mapumziko mafupi. Basi wale vijana wakamwambia, tulikuambia usikasirike, kumrazi, tulikuambia usimkaribie Amina. Juma akashangaa. Basi akauliza, nani amewatuma? Kabla hajapata jibu, wakaanza kumsukuma, lakini Juma hakutaka kupigana. Alijaribu kuondoka. Mara ghafla sauti ilisimama nyuma yao, ikiwaambia wale vijana, mwacheni. Alikuwa ni Amina. Hakujua ni nani aliyempa taarifa, lakini alikuwa amefika kwa wakati. Vijana wale wakaondoka haraka. Juma akamwangalia Amina, akamwambia, ulikuwa hujanitumia ujumbe? Amina akatikisa tu kichwa, akamwambia, huu ni mpango wa Kevin. Juma akashtuka na akashusha pumzi, akasema sasa alijua Kevin alikuwa tayari kufanya chochote. Wakiwa wamekaa bustanini, Amina akamshika Juma mkono, akamwambia, naogopa. Basi mshikaji akajibu, usiogope, niko mimi hapa, unajua tena mimi kutoka mbinguni nimeshushwa hapa kwa ajili yako. Basi wakaendelea. Mshikaji akamwambia, sitakuacha. Lakini Amina akamwambia, baba yangu hatakubali. Mshikaji akamwambia, tutapigania mapenzi yetu bwana. Basi Amina akamwangalia Juma kwa upendo. Kwa mara ya kwanza aliona jinsi Juma alivyokuwa tayari kujitoa kwa ajili yake. Hawakujua kuwa Kevin alikuwa amewapiga picha tena. Safari hii alikuwa na mpango mkubwa zaidi. Aliamua kwenda moja kwa moja kwa Mzee Salum. Alimuonyesha picha hizo. Mzee Salum akakasirika sana, akasema, Amina amenidanganya. Usiku huo alimuita Amina sebleni, akamwambia, kuanzia leo hutatoka nje bila ruhusa yangu, na kuanzia kesho utaanza kufanya kazi kwenye kampuni. Kuanzia kesho utafanya kazi kwenye kampuni yetu.
Basi Amina akashangaa, akamuuliza, "Kwa nini baba?" Basi baba akamwambia, "Ili usiwe na muda wa kukutana na huyo kijana." Basi Amina akaanza kulia tu pale, lakini mzee Salumu hakubadilisha uamuzi wake. Kwa upande mwingine, Juma alipofika nyumbani alimkuta mama yake akiwa mgonjwa. Alihitaji pesa za matibabu haraka. Juma alihuzunika, hakujua atapata wapi fedha hizo, lakini hakutaka Amina ajue matatizo yake. Aliona tajiri alikuwa na maumivu ya kutosha. Usiku ulipoingia, simu ya Juma iliita. Alipoangalia alikuwa Kevin. Juma alishangaa, akapokea. Kevin akasema kwa sauti ya dharau, "Oya, we fukara, kisha tukutane bwana. Nina kitu nataka kukuambia kuhusu Amina." Juma akakubali, simwambia mshikaji, sio mbishi bwana. Hakujua kuwa mkutano huo ungeweza kubadilisha maisha yake milele. Ndugu msikilizaji wangu mpendwa, na huu ndio mwisho wa part 3. Je, Kevin anataka kumwambia nini Juma? Je, Juma atafanikiwa kupata pesa za matibabu ya mama yake? Je, Amina atakubali kutengwa na Juma? Kuhusu majibu haya yote, basi usikose part 4 ya binti wa tajiri aliyempenda maskini kwenye channel yako hii pendwa ya MK Story TV. Basi andika part 4 kwenye sehemu ya maoni kama umefurahia simulizi hii. Ndugu msikilizaji, pia usisahau kusubscribe channel hii inayopita hapa. Unaona profile yake ya MK Hunter TV. Ni channel nzuri, channel yenye vitu vizuri. Basi unaopita basi isearch kama ilivyo jina lake hapo, usubscribe, unako like na ucomment. Ni moja ya platform zetu. Asante, nikutakia majukumu mema na kwaheri, tukutane katika wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, kulike na ucomment. Pia karibu tena atakapoachia part 4. Kwaheri, kwa sasa sina la ziada.